Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo mwanzo hadi mwisho. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Leo ni tariki 25 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tuseme asante kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kutembelea channel yetu, mnaotoa comment zenu, pia wale wote ambao wanatufuatilia kutoka sehemu mbalimbali katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani huko Ulaya na nafasi zingine. Tuseme asante, Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda. Kile ambacho tutakachokizungumzia katika habari zetu za siku ya leo, tutazungumzia kabisa kuhusu kauli kali yake Paul Kagame, rais wa pale Rwanda, ambaye alitangaza kuwa, amesema kuwa iwapo ataandaa orodha ya watu nchini zaidi ya 100 zinazovutiwa na madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi Marekani, China, Ulaya, Kanada pamoja na mataifa mengine ya kanda yangekuwa kabisa juu ya orodha hiyo, wakiwa kila leo wanadai kuwa Rwanda ndiyo ambayo inayochochea vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wao kabisa wapo kimya na wanaendelea kuchochea katika mzozo wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutazungumzia kabisa kuhusu kikao kikubwa cha bunge ambacho kinaandaliwa kabisa hii siku ya pili ya tariki 28 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika mji na tarafa la Uvira, baada tu ya hoja kubwa ambayo iliyomtaka kabisa gavana wa jimbo la Sud Kivu kuweza kuondoka. Utakwenda kujua mengi zaidi kabisa kuhusu kikao hicho na baadhi ya udadisi ya mambo. Pia mchambuzi wa masuala ya kiraia katika mji wa Uvira na tarafa letu la Uvira, Bwana Sele Marega, tulipata nafasi ya kusanya sauti yake. Na pia tutakuzungumzia kuwa jemadari Amisi Shabani Sikatenda, ambaye alifanya kazi vizuri hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa ni mtoto wa tarafani Fizi, alifariki miezi ambayo iliyopita. Kwa sasa hiyo jana heshima zake za mwisho kupitia mazishi ziliweza kufanyika pale maeneo ya Kinshasa. Haya na mengine ni kukaribisha kabisa kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Bila kuponda muda kabisa, tuanze na habari hizi za huzuni. Jemadari Amisi Shabani Sikatenda, ambaye alifanya vizuri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akwenda kuzikwa hiyo jana ya tariki 24 mwezi wa 4 mwaka 2026. Aliweza kuzikwa huko maeneo ya Kinshasa, ambapo hotuba kubwa ziliweza kufanyika za heshima ya mwisho kwa kuweza kumwaga mwili wa jemadari huyo, ambaye aliweza kuonekana mzee wa decharge. Sikatenda amechukua nafasi kubwa ya kutokuwa na ushawishi katika uongozi wake ambao aliofanya katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkoa wa Sud Kivu alikotoka, jina lake likabaki kabisa kama mtu aliyefanya kuweko kwa uratibu na utaratibu katika maeneo mengi kabisa ambayo aliyofanya kazi zake wakati wa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Mzee Sikatenda, baada tu ya magonjwa muda mrefu, aliweza kupelekwa kwenye hospitali kadhaa za pale Kinshasa bila mafanikio. Lakini jambo la wadadisi, baada ya kuzikwa kule Kinshasa, waliweza kulaumu kitendo hicho kwa sababu mzee Sikatenda alikuwa ni mfano wa Bembe na pia aliyefanya vizuri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hangepashwa kuzikwa pale Kinshasa, angepashwa kuletwa hapa mjini, na pale Baraka ndipo angeweza kuzikwa na heshima zake, kwa kuonekana kuwa alionekana mtetezi wa vijana pia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kutokana na hayo, serikali ya Kinshasa iliamua kuendesha shughuli zake za mwisho na kuweza kuzikwa huko maeneo ya Kinshasa. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani na iwekwe mahali pema peponi. Na tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, ukiwa na maoni, kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini kabisa, moja kwa moja unaweza kutuandikia, tutakwenda kukujibu. Tuende moja kwa moja
na kikao cha bunge la mkoa wa Sud Kivu ambacho kinaandaliwa kufanyika kabisa hivi karibuni tariki 28 mwezi wa 4 mwaka 2026. Baada tu ya kusikilizwa kwa hoja kubwa ambayo iliyotolewa na wabunge katika mji na tarafa la Uvira ambao walidai kuwa hawana imani na matumaini kwake gavana Jean-Jacques Purusi kutokana na wabunge 18 ambao walitoa hoja yake ya kuweza kumpinga gavana Purusi pamoja na government yake, wakidai kuwa anakuwa na uongozi mbaya. Pia anadaiwa kuwa anafanya maslahi yake binafsi kwa kutokana na uongozi wake mbaya. Kwa hiyo wakidai kuwa Purusi ni lazima aweze kuondoka. Baada tu ya tangazo hilo ambalo lilotangazwa na wabunge katika mji wa Uvira, inazua ghasia nyingi kwa wakaazi wa maeneo hayo, wakisema kuwa si wakati wa kumuondoa Purusi kwenye madaraka, wakati hali ya mkoa iko katika hatarini, na wakati waasi wa M23 wanamiliki sehemu kubwa katika tarafa na katika maeneo mbalimbali makubwa ya tarafani, na pale ndiyo jambo ambalo wanatakiwa kufanya. Wabunge wanatakiwa kushirikiana kwa pamoja ili kuangalia namna gani ya kuweza kuondoa adui ambaye yuko karibu yao, na hivyo karibuni wakiwa na malengo ya kutaka kumuondoa Jean-Jacques Purusi. Lakini kuna baadhi ya raia ambao waliotoa mchango wao mkubwa kutokana na hali hiyo, na kibarua hicho ambacho kilichosainiwa na wabunge wachaguliwa kupitia tarafa mbalimbali katika jimbo la Sud Kivu. Bwana Sele Marega ni mchambuzi pia mdadisi wa mambo kupitia masuala ya usalama pia kisiasa katika jimbo la Sud Kivu katika eneo la Uvira. Tumepata nafasi ya kuweza kukusanya sauti yake na kuomba uweze kusikiliza. Tunakuja kuzungumuza na population ya Uvira ambayo ni siège provisoire ya province ya Sud Kivu, mais aussi kuzungumuza na wakongomani wote. Ni kwa huzuni kubwa na inquietude ya kabambi kabisa ndo tulienda kusoma kuma reseaux sociaux na kusikia kuma radio tofauti kusema kwamba kuna wadepute provinciaux ambao walienda kuandika motion de censure contre le gouverneur et son gouvernement provincial. Mais sisi en tant que wadadisi wa mambo, parce que nous sommes des analystes de la situation sécuritaire et aussi politique de la province du Sud Kivu, mais aussi du pays, la République démocratique du Congo. Alors, wakati tulijiuliza qu'est-ce qui a motivé ces députés pour que ende kuandika iki kibarua ambacho kinaitwa motion de censure, sisi hatukuelewa. Pourquoi? Parce que tulianza kujiuliza maswali. Swali la kwanza, aba badepute benye baliandika banaishi wapi? Parce que depuis tariki 15 mwezi wa pili mu 2025, wakati chef lieu ya province ya Sud Kivu ambayo ni Bukavu ilienda kukamatiwa na waasi wa M23, mpaka leo gisi tuko tunasema hapa, sisi hatuyaona wa députés provinciaux wakuje kuzungumuza na population ya territoire ya Uvira, ya territoire ya Fizi, territoire ya Mwenga, territoire ya Shabunda na sehemu zingine ambazo zingali katika mikono ya gouvernement congolais. Alors, tunajiuliza aba batu beko wapi? Mais après avoir kufanya investigation, tulienda kutanisha wamoja wanaishi Burundi, wengine wanaishi Uganda, wengine wanaishi Tanzania na wengine wanaishi Kinshasa. Biko banakuya hapa occasionnellement tena kama vile bamwizi, na kisha tena banarudia, hakuna mwenyeko na baona. Biko bana siege muma plénière za mascarade hapa, na wakati banamaliza kusiege tena banakamata magari banarudia bote mahali ambako wanaishi. Alors, tunajiuliza aba balienda kuandikia gouverneur namna gani? Et pourtant, tuko tunaona gouverneur anafika hapa anaongea na population, même si lui aussi ne passe pas la nuit à Uvira, mais au moins iko nafika nafanya hata buma descente sur terrain na kuongea na batu na kurudia kwenyeko narudilia. Donc, tunakwenda kuona kwamba après analyse yetu, ile point ya kwanza ya kusema ba député baandikie gouverneur na habayui matatizo yenyeko mu province ya Sud Kivu hizi kwa leo, parce que habaishi hapa, ni kitu ambacho labda kilienda kutuzunisha sisi. Kitu ya pili, eske aba ba député habataki kuleta instabilité mu province ya Sud Kivu? Bana comprendre bien ama bana yuwa pamoja na sisi kwamba province ya Sud Kivu depuis le 15 février 2025 iliingia mu crise yenyeko sécuritaire.
Maintenant, est-ce que ces députés sont en train de vouloir créer, n'est-ce pas, une crise institutionnelle tena entre le gouvernement provincial et l'institution ou l'assemblée provinciale? Kesho ya tatu tuko tunajiuliza, aba batu ni nini liba motive? Eske ni uzalendo wala ni kamotion de censure kenye kiko alimentaire parce que biko banataka bapewe makuta, ama badeshuare ama badestitue gouvernement provincial pamoja na gouverneur pour que baorganize ma election bapate tena gisi ya kukua korompi na ile ma $20,000, $50,000, $10,000 zenye peut-être baliona makrize na kuwa ya mingi, banapenda tena bapate franga. Na kitu ya mwisho yenye tuko tunajiuliza, kama aba watu kweli ni bazalendo, biko banafanya nini kule mu mapays étranger, banashindwa kuja kubakia na population hapa Uvira na mamilio zingine zenye ziko sous contrôle ya gouvernement congolais, pour que baendelee kumene pamoja na wakongomani wengine malite juu ya kuangalia gisi ya kufukuza enemi mu mamilie zote kwenye yeye anadhibiti kwa leo. Et puis mwaelele kadre ya uzalendo, mais pourquoi basikuje kujiunga na bazalendo bengine nabo bakamate maarme, sisi yote twende kufront, twende tupiganishe adui mwenye anaendelea kudestabilize province yetu ya Sud Kivu en grande partie, à part zile maparti zenye ziko sous contrôle ya gouvernement congolais. Et donc, après avoir étudié ma paramètres zote zenye peut-être zilipasha kutenir compte, zenye balipasha kutenir nazo compte, tunakuya kutrouver kama emotion de censure yenye balienda kuinitier haina maana kwa leo, parce que y a pas l'opportunité na hakuna besoin leo ya kudestabiliser ma institution provinciale ama province ya Sud Kivu kwa kukreye bu mamotion wenye buko alimentaire, kwa kutaka kuleta fujo kwa gouverneur wa province. Et pourtant keshie bote tungali tunaangalia gisi ya kufurnire ma effort pour que tu récupérer ma milieu zote zenye zinekaliwa na waasi wa M23. Donc sisi kwa analize ya kwetu yenye ko très approfondi na yenye ko sérieuse, tunakwenda kuona kwamba aba ba député pétitionnaire ama motionnaire habana haki leo ya kuinitier un tel exercice, parce que wakati haiko opportun, le moment n'est pas opportun. Mais aussi hatutakosa kusulinye kwamba c'est du leur droit kuinitier ma travaux kama ile ama kufanya ile exercice parlementaire, mais au moins tuyue kama mudrua administratif kuna kuaga principe ya legalité na kuko si principe ya opportunité. Donc kitu kinaweza kuwa kiko legal, mais kama hakiko opportune, manake kile kitu hakina place. Donc vike sisi hatuoni maana ya leo kuinitier ma exercice kama ile ya ma motion de censure ama motion de défiance na bingine, tunasema kwamba ile motion haina place, na tungelomba kwa president wa republique aplike aussi moratoire yake yenye alienda yenye lisainiwa na directeur wa cabinet yake yenye na interdire que de lors hakuna gisi kunaweza tena kukakuwa initier ma motion de censure wala de défiance wala ingine travaux yote ya kutaka kudestabiliser ma institution provinciale. Voilà, tunasema na tunataka kwamba wakongomani watusikilize na waende kuyua kwamba kile kenye ba député biko banafanya leo, les députés provinciaux de la province du Sud Kivu, ni kesho ya kutafuta franga nabo bakule, parce que banasikia biko mu makrize, balishindwa kutetea province wakati ilikuwa hayakamatiwa na adui. Mena banataka kulamuka leo kutaka kuonesha kama biko banataka kutetea province, et pourtant que biko bana défendre bu intérêt wabo wenye boko égoïste. Voilà, nous avons dit. Huyo alikuwa ni Bwana Sele Marega. Kabla hiyo kikao cha bunge la mkoa kinatarajiwa kuamua kuhusu hoja ya kumtoa na amani ya gavana Purusi. Bunge la mkoa la Sud Kivu linatarajiwa kufanyika kikao cha pamoja cha wabunge wake kitakachokuwa cha uamuzi mkubwa siku ya Jumatatu ya tariki 28 Aprili mwaka 2026 saa 4 za asubuhi katika makazi ya muda ya Kavimvira maeneo ya Uvira, kwa mujibu wa taarifa rasmi ya tariki 24 Aprili iliyosainiwa na Mheshimiwa Etienne Kayani Mushekuru ambaye ni mwandishi msaidizi wa ofisi kuu ya bunge la mkoa. Ajenda ya kikao hicho itamhusisha mambo mawili makubwa
yatakayozungumziwa na wabunge wa mkoa. Kwanza kutakuwa na kupitishwa kwa agenda la kikao, kisha kufuatiwe na uchunguzi wa hoja ya kutokuwa na imani ya gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki pamoja na serikali yake, na hatimaye mjadala kuhusu hoja hiyo. Kisha hatua hiyo ya kibunge itachukua mkono wake. Inakuja katika mazingira ya mvutano wa kisiasa ambao unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia swala la M23, mwaka mmoja baada ya mazungumzo kati ya Kinshasa na AFC M23 hayajatoa matokeo yoyote kabisa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mwaka mmoja baadaye ya kutiwa saini kwa tamko la pamoja kati ya Kinshasa na muungano wa Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars AFC M23, ilolenga kufungua njia ya mazungumzo ya kujenga kwa ajili ya amani ya kidemokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali bado kabisa haijakuwa dhibiti kwa kuwa mzozo bado unaendelea na hakuna makubaliano yote kwa pande zote mbili. Wakati kila leo mauaji, pia vita vinaendelea kushuhudiwa sehemu mbalimbali katika vijiji kadhaa vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvutano huu ambao kutokana na hali hiyo, lakini hali halisi uwanjani inakuwa ni tete kwa kila leo, kwa wakaazi, pia kwa vijana pamoja na mama zetu ambao wanaofariki kwenye shamba la vita. Nini hasa ambayo inaweza kuwa chanzo kutoleta amani wakati kila leo kunakuwa na mazungumzo na pia kunakuwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu? Waeleza wadadisi wa mambo kuwa endapo kuwa mashambulizi inaendelea kwa sehemu mbalimbali, licha ya hayo kulikuwa na imani na matumaini kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulinda raia pamoja na mali yake, pia kuhakikisha kupurusha waasi wa M23 katika eneo mbalimbali ambalo wanalomiliki. Mpaka sasa hakuna tegemeo lolote ambayo inayodaiwa kutoka kwa mazungumzo yanayoendelea katika eneo mbalimbali, raia wakiwa na matumaini kuwa serikali ingeanzisha shambulizi moja kwa moja na kuleta amani ya kudumu. Hakuna amani bila vita na hakuna watu kufariki bila amani. Kwa hiyo hayo yote yangetakiwa kufanyika ili kuhakikisha kuwa wamerejesha amani ya kudumu mashariki ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kumaliza, tumalize na kauli ya Paul Kagame kuhusu madini ya Kongo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kuwa iwapo ataandaa orodha ya watu nchini 100 zinazovutiwa na madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi Marekani, China, Ulaya, Kanada pamoja na mataifa mengine ya kanda yangekuwa kabisa juu ya orodha hiyo, huku Rwanda ikishika nafasi ya mwisho. Amesisitiza kuwa kinachoshangaza ni kwamba wale wanaohusishwa dogo na masuala ya madini ndio wale kabisa wanaokuwa na malengo zaidi kuhusu mgogoro huo. Shutuma hiyo inakuja kwa nchi ya Rwanda. Asema hivyo Paul Kagame na imani kuwa kuna mataifa na makampuni ya kimataifa yanayonufaika kabisa na hali ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku kuathiri namna hatari kuhusu mgogoro ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliongeza kuwa baadhi yao wanakuwa na vishawishi vikubwa, wanakuwa na fedha, pia wanakuwa na wingi, pia kwa ushawishi mkubwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake kuhusu hali hiyo, anataja kuwa wahusika hao wananufaika na udhibiti wa sera za ndani za Kongo, lakini wakitia hoja na pia shutuma zote zikienda kwa nchi ya Rwanda. Azungumza hivyo Bwana Paul Kagame kupitia Twitter yake hii siku ya Ijumaa ya tariki 24 mwezi wa 4 mwaka 2026. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imeletwa kwenu na Jean-Pierre Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki, pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji na tarafa letu la Uvira. La ziada sina, nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.